Sawa, naomba tukazungumze. Nikienda tu na vimjua Shori lazima atagundua. Ngoja nisubiri. Karibu sana. Yaani umekuja bila hata kunipa taarifa. Nimekuja ghafla kutokana na una mawasiliano. Basi karibu sana. Asante. Huyu hapa. Shanitambulisha. Huyo ni kaka hapo, tushaniambia ndio ni dada yake. Usijali. Kumbe utambulisha. Huyu ni kaka yangu. Kuna vitu vya hatari vinaendelea. Kuna watu wabaya wamekuja. Naomba mkanye mapema. Maana anataka kumfanya kitu kibaya na yeye haelewi chochote kile. Subiri. Ina maana wameshamchukua mwanangu? Tuliza pressure. Enda kutafuta. Sawa. Hata hivyo mimi sio mkaaji sana. Kuna kitu kidogo nikuletea hapo. Ni yako hapo? Simu ya kwangu mimi? Yeah. Kweli? Afu mpya kabisa jamani. Ndio hivyo maana niliona natabika sana kupata. Tunaona kama hivi nimekuja kunyoea bila taarifa. Kwa hiyo nimeona tukipata mawasiliano naweza tukabishana zeni nikaje. Yaani hata siamini kiukweli. Nashukuru sana. Sijali. Hivyo ni vitu vidogo sana. Nashukuru, asante sana. Haya, mimi sio mkaaji kama nilivyokuambia. Unaweza kunisindikiza? Usubiri basi hata nipike chakula ule jamani. Mbona ghafla hivyo? Hapana, nitakula siku nyingine. Basi ngoja nikusindikize. Haya sana. Kaka, nakuja sasa hivi. Sasa shemeji. Mimi ngoja nikuache kidogo. Wewe. Karibu barazani chakula chakula. Asante, nimeshiba. Umeshiba tangia uje ujara. Nasema umeshiba mpira. Usijali, mimi nimeshiba. Tangia ufike ujara chochote. Hapo nasema umeshiba. Hata usijali. Nipo sawa. Kweli? Kama tulivyoongea kule, nimekutana na familia nyingi, ila familia yenu ni familia ya ucheshi. Nimefurahi kwa kweli. Kuhusu kaka yako atapona kwa haraka sana, ila kiukweli
sijawahi kukutana na mwanamke wa design yako katika hii dunia. Tuseme wanawake kama wewe mko wachache sana, na ndio ile siku ya kwanza nimekuona pale, kiukweli sijui kiukweli wewe ni mwanamke wa pekee. Yaani wewe ni mwanamke wa pekee, ni mfano wa kuigwa kwa jamii. Kwa hakika Mungu anajua kuumba. Amekupa sura mzuri, amekupa tabia mzuri na subira pia. Hakika kwa sifa hizi ulizokuwa nazo wewe, hakuna mwanaume ambaye hahitaji kuwa na mwanamke kama wewe. Wewe ni mwanamke mzuri sana. Mimi ni nani nisikupende wewe? Sasa wewe una gari, una pesa, una kila kitu. Wewe usio na mwanamke wewe? No, sina mwanamke. Unavyoziona hizi mali zote, pesa, kila sijabahatika kupata mwanamke mzuri. Sijabahatika kupata mwanamke mwenye tabia za kuendana na mimi. Mimi nataka mwanamke mwenye tabia za kuendana na mimi. Na ndio maana nilivyokuona wewe unaendana na mimi. Basi sawa. Basi sawa, ngoja nikupe kiasi kidogo hapa. Wewe. Mbona na nyingi hivi? Shika. Zote za kwangu. Utaenda kumnunulia matunda mgonjwa na nyingine utaweka vocha. Sasa mimi nikushukuru tena. Yaani nakushukuru tena na tena. Asante sana. Usijali. Pesa kwangu ni kitu kidogo sana. Basi mimi naenda nyumbani. Sawa, nitakuingizia hela baadaye. Safari njema. Haya, na kwako. Ndio hapa vile. Ndio hapo. Nimekuletea nguo hii, ukioga utabadilisha. Asante, mimi sibadilishaji. Yaani ubadilishaji? Nguo yangu bado safi. Nikihitaji nitakwambia. Wote abaki nayo hivyo hivyo. Ibena, mimi kuna kitu nataka nikuombe. Ni kitu gani hicho? Ninahitaji nikuoe. Hapana. Haitowezekana. Mimi na wewe tumeonana juzi tu, hatuna hata muda mrefu. Ni mapema sana. Alafu hali ya kaka kama unavyoiona ni mgonjwa, hawezi kufanya kitu chochote, na mimi ndo ninayemuuguza. Leo hii ni muache, haitakuwa picha nzuri, na pia ninavyoambia kangu hatokubali. Sio sana shaka. Hebu kuongea naye. Sijui. Ila sawa. Ngoja nikajaribu kuongea naye. Akikubali, sawa. Na mimi nitakubali. Ila wewe nisubiri hapa. Sasa hivi nitakuletea majibu. Okay, sawa. Shogangu, na wifi yangu amekuja juzi, simuelewi. Yaani tokea aje hajara wala hata kuoga hajaoga. Juzi namwambia wifi twende tukale, anakwambia nimeshiba. Na wakati huo hajala chochote.
nikatoka hapo nikamwacha. Baadaye, wifi shika nguo badilishe, hujabadilisha, nakwambia nguo zake hazijafanyaje, hazijachafuka, zikichafuka ataniambia. Natokea hapo, hajabadilisha wala kula. Yaani kiujumla hata simuelewi. Unanishangaza. Kwani hizo tabia zinaonekana kabisa huyo mtu sio kawaida. Sababu haiwezekani mtu ukae usile au labda anakulaga mgawani jamani. Hapana, yani tangia aje hajatoka kwenda sehemu yoyote ile. Ni yupo pale pale nyumbani. Ndugu yangu, inawezekana huyo akawa sio mtu wa kawaida. Maana kiubinadamu mtu aweza kakaa mtu bila kula, bila kuvaa, wewe uoge, uvae unanukiana, sio kawaida. Inawezekana huyo mtu anaweza akawa na nguvu za tofauti au sio mwanadamu wenzetu. Hapa shoga yangu mimi nahisi uanze kumchunguza. Inawezekana hapa kuna vitu utavigundua vingi sana kuhusu, kwa sababu sio vitu vya kawaida hivi. Ni kweli. Labda nikimchunguza nitapata jibu sahihi. Usikawie shoga yangu. Sawa. Wacha ku. Mwasheme nisikia atakubali. Ila naamini tu atakubali. Hebu kwanza ninyate nikamsikilize Bwasheme juu anaongea nini. Yaani mume wangu leo nimekuja na mpango kabambe. Yaani ninavyokuambia. Yaani huo mpango kitiki tu. Ai, wewe mzima umepona. Yaani kukubali tu, ukikubali. Ai, unatembea vizuri tu. Mpango gani huo? Maana wewe uishi mipango, kila siku una mipango wewe. Yaani wa safari hii sio mpango tu. Yaani ni bonge la mpango. Yule tajiri alokuja hapa. Yule tajiri mwenye pesa zake anataka kutoa barua, ikiwezekana anione. Nilijua tu umeanza vizuri unaenda kumaliza vibaya sasa. Yaani wewe utaki kuolewa kivipi wakati wewe unajijua kabisa wewe ni mke wa mtu? Kuna mtu ambaye ameolewa mara mbili? Nani ambaye umemsikia kaolewa mara mbili? Wewe mwanamke wewe. Pia mke wangu. Kumbuka mapenzi hayajaribiwi. Lakini mume wangu, mimi nafanya hivi vitu, najitambua kabisa na naelewa nini ninachokifanya. Mume wangu, kumbuka mimi nikikubali kuolewa na huyu kaka, hata mambo yako wewe yatanyoka pia. Sababu mimi namkubalia kwa sababu yako wewe. Mimi niye na mazumuni ni wewe upone. Na yeye ameniambia atakusaidia wewe kupona. Na huyu kaka kwao kuna pesa. Na pia wazazi wake wanamlazimisha yeye kuoa. Na yeye mwanamke anataka kunioa ni mimi. Na kwa sababu na mimi nina mpango wangu, nataka wewe ufanikiwe kupona. Kwa hiyo inabidi tukubali. Mimi nikubali kuolewa na yeye. Ili mradi yeye akusaidie wewe kupona. Kweli dada, wewe olewa tu. Ndoa jambo la heri. Olewa dadangu. Mimi nakuombea dua zote, ni malaika wote wakusimamia wa heri. Olewa dadangu. Basi sawa kaka, mimi nimekuelewa. Yaani tena nimefurahi sana. Yaani sikutegemea kabisa kama jambo litakuwa rahisi. Yaani nilikuwa naogopa, nikasema yaani kwa hali ile uko nao kaka yangu, nitaanzaje kwenda kumwambia mimi nataka niolewe? Si hata niona mimi kama vile nataka kumtenga. Ila nimefurahi sana kaka yangu. Mimi nimelipitisha hivi. Nashukuru sana kaka yangu. Basi ngoja nimpelekee majibu yake. Sikiliza, leo nimekuja kivingine. Umeelewa? Nataka hivi nikwambia kwamba mimi nakupenda sana. Sawa? Umeelewa? Au sikiliza, kwenye yale mambo yetu. Sasa mambo yetu. Wewe unanipenda? Sasa kuniuliza mimi kweli, yaani ningekuwa nahangaika na kunywa pombe kwa ajili ya nduma. Nakupenda sana, sio kidogo. Sasa sikia. Kuna kitu nataka unisaidie. Humu ndani
Nimesikia kuna mtu mnamuita Ngema. Ngema ndo nani? Ngema? Hiyo Ngema anamuulizia wewe. Ni toto langu mimi la kufikia. Ninakaa nyumba hii ambayo tuko hapa, sawa? Elewa, toto la mama Ngema. Unamjua wewe? Ndio kutambulisha. Ndio toto la hapa. Anaishi nyumba hii. Alafu tena hiki chumba ambacho unakaa, hiki ndio chumba chake. Sasa hivi yuko wapi? Wapi? Toto lenyewe kula tu. Akili ya mbwa. Tunatembea huko sijui wapi, sitakata kusikia. Unanidanganya. Niambie kweli kama unanipenda. Ukupenda na kupenda kweli. Sasa unaniahidi kweli? Nilikwambia mambo mazuri nitapata kweli? Yeah. Nitapata. Usichokijua, mimi ni gaidi. Gaidi mkubwa. Ile si magaidi. Tena ukiangalia hivyo unaweza kusema, kwanza unaona hizo ndevu? Mfano wa Arabu. Wala unapiga mimi namiliki makombora, namiliki majitu. Inafanya kazi. Nimekaa hapa. Nafanya chochote ambacho mimi nataka. Huyo Ngema nimemteka. Umemteka? Unauliza tena kuhusu swala hilo? Jambo dogo afu unauliza kwa kushangaa eti umemteka? Kitu cha kawaida. Mimi na jeshi. Sasa hivi yuko wapi? Yuko wapi? Sio nikumwonyesha mtoto mzuri. Sio nikwambia.